Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani ziko na usiri mkubwa, naomba ikiwa unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, naomba uichukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili wakati tutakaporejea na makala mengine utakuwa unapokezwa notifikesheni ili kutazama makala ya kufuata hapo baadaye. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, naomba uzingatie kuponyeza alama ya like. Karibu ili tuendelee, ni kufahamishe habari zile ambazo zimetufikia hapa Mbeya, Tanzania. Waziri mkuu katika taifa letu la Tanzania, Mwigulu Nchemba, ageuka kuwa mnyama. Hali imeweza kugeuka kuwa tete zaidi katika taifa letu la Tanzania chini ya uongozi wa Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu katika taifa letu la Tanzania. Kwa nini? Kulikuwa na ibada siku ya kumuzika aliyekuwa askofu mkuu Pengo. Viongozi mbalimbali wakahudhuria mkutano huo, akiwa yeye mwenyewe makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, na wale waliokuwa viongozi wastaafu waliweza kuhudhuria sherehe ya mwisho ya aliyekuwa askofu Pengo. Sasa wakati huo wale ambao ni viongozi wa sasa, akiwemo Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais, yeye mwenyewe Mwigulu Nchemba, wakati walipotambuliwa, makofi na shangwe hazikutanda katika waombolezaji waliokuwa katika sherehe ya mwisho ya mwenda zake Pengo. Sasa wale wastaafu wa viongozi mbalimbali walipotambuliwa, makofi yakapiwa, ishara tosha kwamba viongozi wa sasa hawapendwi ikilinganishwa na wale ambao ni wastaafu. Sasa amegeuka waziri mkuu Mwigulu Nchemba na kuwa mnyama baada ya kusimama katika mkutano mmoja hapa Tanzania na kusema hivi: mimi sijaletwa afisini kwa ajili ya kupendwa na kupigiwa makofi. Sikiza sasa vile anasema, eti yeye hakuletwa kwa ajili ya kupendwa na kupigiwa makofi, kumaanisha aliumwa. Akazidi kwa kusema ya kwamba najua majizi watanichukia, najua wavivu watanichukia. Sasa kumaanisha aliweza kuumwa siku moja baada ya kushuhudia kukataliwa katika mazishi ya mwenda zake askofu Pengo. Sasa amegeuka kuwa mnyama na kusomea watu eti wao ni majizi, wao ni wavivu, hata wamuchukie yeye. Hakuletwa afisini kufurahisha watu na kupigiwa makofi. Yaani amegeuka kuwa mnyama na kutoa msomo kwa Watanzania. Sasa unajua, wakati wa mazishi ya mwenda zake Pengo aliyekuwa askofu mkuu wa kanisa la Kikatoliki, wala ambao ni mawaziri wastaafu walishangiliwa, akina Peter Zengo, Joseph Warioba, Kassim Majaliwa. Hao ni viongozi ambao wamekaa kiti ambacho amekalia sasa hivi, wakapigiwa makofi, lakini yeye hakupigiwa makofi. Na wakati tunasema ukweli halisi wa mambo, wakati tunaangalia kwa undani, kwa nini Mwigulu Nchemba yeye hakushangiliwa? Ni kwa sababu serikali ya sasa ambayo anayoihudumia kama waziri mkuu ni serikali ya mauaji. Wakati mauaji yalikuwa yanashuhudiwa hapa Tanzania, hata hapa penye tunatangazia Mbeya, kuna watu walikufa hapa tukaona na macho. Yeye hakusimama amwambie Suluhu Hassan vyombo vya dola vinatumia nguvu zaidi kuwaua Watanzania ambao wanatupigia kura ama wale ambao tunawaongoza. Wakati huo hakuonekana, hakutetea binadamu ama Watanzania. Angejitokeza aseme ya kwamba yeye anatetea Watanzania, mradi angependwa na kushangiliwa na kupigiwa makofi wakati wa Pengo alikuwa anafanyiwa sherehe yake ya mwisho.
Sasa mauaji ambayo yalifanyika Tanzania ndiyo yanasababisha viongozi wa sasa ambao wako mamlakani kutopigiwa makofi. Wale wengine walioaga dunia, ndio yeye mwenyewe kama waziri mkuu hajajitokeza wazi na aseme idadi ya wale ambao waliangamia kufuatia maandamano ni akina nani na nani, na ni wangapi kufikia sasa, walipo kufikia sasa, kwa sababu kuna familia zile ambazo zinaendelea kuteseka na kupitia makubwa baada ya kukosa miili yao ili kuenda kuizika na kuonyesha heshima ya mwisho, haswa kwa wale ambao waliweza kujeruhiwa. Sasa hatujamuona mahali popote pale akitetea, hata akisema familia zile zilipoteza wenzao ama kupata majeraha hapa na pale, kushughulikiwa, kukabidhiwa maybe fidia ya kuwawezesha kujiendelesha na maisha. Hamna. Sasa hawezi kupendwa, hawezi kupigiwa makofi. Kwa hivyo serikali hii ya mauaji ndiyo imechangia yeye kuchukiwa tena zaidi. Sababu nyingine kwa nini hakuweza kushangiliwa, serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo anayoihudumia inalazimisha watu wengi ama Watanzania sisi tunalazimishiwa uongozi wao. Sasa wanataka watuongoze na sisi hatukuwachagua. Muliona CCM ilichukua viti zote ila tu 2 katika bunge la kitaifa ambazo zilitoka katika mrengo wa upinzani. Sasa ni kama kutulazimishia uongozi na wanataka tuwapende. Haiwezekani. Sasa wanastahili waende wakae chini, waseme tulikosea, tuombe msamaha in public, kama ni uchaguzi uweze kurudiwa, kama huwezi kurudiwa waanze kufanya maendeleo, waanze kufanya kulingana na vile sisi wananchi wa Tanzania tunahitaji kufanyiwa. Ndio maana sasa amekasirika, anatoa msomo kwa Watanzania kwamba mimi sikuchaguliwa nipendwe. Sikuchaguliwa. Hao majizi, hao wavivu hawawezi kunipenda ila tu wananichukia. Kumaanisha hata hicho kitu kiliweza kumuuma. Sasa nimemuona ameanza kutembea katika mikutano mbalimbali. Kuna mkutano hapa wakati alikuwa anatoa msomo kugeuka kuwa mnyama, akaanza kusimamisha viongozi wengine ambao wako ngazi ya chini kumuliko na kuwaambia, nimekuja katika wilaya fulani hapa, mbona majengo hayajakamilika? Yani ameanza kufanya kama yule kipenzi chetu Magufuli ambaye aliweza kututangulia mbele za haki. Akaanza kusimamisha viongozi wengine kuuliza maswali, mbona mradi huu haujakamilika, vile Magufuli alikuwa anafanya. Sasa anataka kujifanya yeye ni Magufuli mpya ambaye amezaliwa ndani yake. Najua kuiga mtu, hakuna kitu kibaya duniani kama kuiga mtu. Sasa ameanza kumuiga vile Magufuli kipenzi chetu alikuwa anafanya, kutembea katika maeneo mbalimbali, kusimamisha viongozi, mradi huu mbona haujakamilika. Na sasa yeye ameanzisha hayo, kumaanisha anataka apendwe vile Magufuli tulikuwa tunampenda, na hata hawa wengine akina Joseph Warioba, Peter Zengo na Kassim Majaliwa na wengine. Sasa anataka kuvaa viatu ambazo haziwezi kumtosha, lakini tunamwangalia, tunampea macho tuone kama hataweza. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji wa Tanzania ITV, ndipo na tia kikomo na tamatishia hapo makala haya. Tukutane baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkemu ambazo huwezi kuzipata katika chombo kingine cha habari ila tu hapa Tanzania ITV. Kwaheri.